itakuwa na kichwa kinachosema wakati mwingine muda kama huu. Wakati mwingine muda kama huu. Nimekuwa nikitafakari na Mwenyezi Mungu akanisukuma katika kitabu cha Hesabu. Nikajiuliza kwa nini Mungu ameona ni vyema katika siku ya leo azungumuze na mkutano mkubwa kama huu, lakini kutokea katika kitabu cha Hesabu. Kikiangalia vizuri kitabu cha Hesabu kinashughulika na ajenda kuu 3-4, lakini kinashughulika pia na vizazi. Utaona kizazi ambacho kimetoka katika nchi ya Misri kilichopitia uzoefu kadhaa, na hicho kinaambiwa ya kwamba kihesabiwe. Lakini unakiona tena kizazi kingine kinachozaliwa wakati waliotoka Misri wakiwa safarini, nacho tena Mungu anaagiza ya kwamba nacho kihesabiwe. Na kwa hivyo nikikiita kwamba ni kitabu cha Hesabu, ninaungana moja kwa moja na mwandishi wa kitabu hiki, na ninaamini ya kwamba ninaungana moja kwa moja na wasikilizaji wote ambao Mungu ataruhusu kwa dakika kadhaa tuweze kupitia maeneo kadhaa yenye uzoefu kutoka katika kitabu hiki cha Hesabu. Usisahau msikilizaji ya kwamba somo linasema wakati mwingine muda kama huu. Kitabu cha Hesabu sura ya 1 mstari wa 1 kimeandika maneno haya, nikimtukuza Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wanenaji wa mikutano hii. Kitabu kinaanza hivi. Naomba nisome kutokea upande huu, kitabu cha Hesabu sura ya 1 na mstari wa 1. Neno la Mungu linasomeka hivi, na mniruhusu kitabu cha Biblia tafasiri ya habari njema. Viongozi wenzangu, neno linaanza hivi kwamba mnamo siku ya 1 ya mwezi wa 2 mwaka wa 2 baada ya wana wa Israeli kutoka Misri, Mwenyezi Mungu aliongea na Musa ndani ya hema la mkutano jangwani Sinai, akamwambia hivi kwamba ilikuwa ni siku ya 1, na utakubaliana nami ya kwamba kitabu cha Hesabu kinaanza kwa kuitaja siku, kana kwamba siku ya 1 inabeba umaana wa kile kitakachoendelea siku zinazofuata. Na kwa hivyo ilikuwa ni siku ya 1, Mungu anapata mtu wa kuzungumza naye, na ninafurahi katika mchana wa leo ya kwamba Mungu anampata Musa ambaye atamtumia kumwambia kila ambacho atakifanya kwa wana wa Israeli tangu siku hiyo ya 1 ya safari yao kutoka katika milima hii ya Sinai. Hebu angalia, anasema siku ya 1, lakini anasema siku ya 1 akiwa wapi? Ninaanza kuangalia mandhari ya mahali kitabu hiki cha Hesabu kinapoandikwa, kinapobemba maudhui ambayo wana wa Israeli watasafiri pamoja nayo. Ngoja nikwambie, kuna wana wa Ibrahimu sawa, lakini kuna wana wa Israeli. Ilikuwa ni katika jangwa, lakini hili jangwa ndani yake kulikuwa na mlima unaitwa mlima wa Sinai. Kumbe hata katika jangwa ninaona kunaweza kuwa na mlima, kunaweza kuwepo milima ya baraka, kunaweza kukawepo milima ya laana. Lakini katika mchana wa leo na waletea mlima ambao Mungu anataka kuzungumza na wana wa Israeli, lakini kupitia kwa chombo chake. Biblia inasema ya kwamba katika mlima huu
namu katika mlima wa Magomeni. Lakini katika mlima huu mlima wa Sinai, ya kwamba ulikuwa katika jangwa, ninaanza kuona jangwa panaweza kuwa mahali pazuri ikiwa pana Mungu atakayezungumza na mtu. Na katika jangwa hili na katika mlima huu kuna jambo linatajwa hapa. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji wa mikutano hii, ya kwamba katika mlima huu kulikuwa na hema, na katika hiyo hema kulikuwa na uwepo wa Bwana. Na kwa hivyo ninaona kuna mandhari hii, naomba nikushirikishe mandhari hii. Unapotazama kiambaza hiki, naomba nikushirikishe mandhari hii. Unapoangalia kibweta hiki, naomba nikushirikishe mandhari hii. Unapotazama mbele yako kidogo katika maono ya Roho Mtakatifu, naomba nikushirikishe mandhari hii, ya kwamba katika huo mlima uliokuwa jangwani kulikuwa na hema, na katika hiyo hema kulikuwa na mlango, na katika huo mlango ninaona kuna ndani ya hiyo hema, lakini kuna mlango. Halafu anasema ya kwamba katika hilo hema kulikuwa na uwepo wa Bwana. Na kwa sababu hiyo Mungu anapozungumza na Musa, anazungumza katika uwepo wake. Ninaona Mungu atakapokuwa anazungumza na mtumishi wa Mungu na watumishi wa Mungu, na anavyozungumza leo, ninauona uwepo wake. Na kama naomba nikwambie hivi, hata kama uko jangwani, lakini mahali ambapo ni jangwani unaweza kukiona kilima chako. Na kama unaweza kuona kilima chako lakini uko jangwani, bado unaweza kuwa na uwezo wa kuliona hema la Bwana. Na kama unaweza kuliona ama ukalijenga, lakini ukatambua ya kwamba katika hiyo hema kuna uwepo wa Bwana, naomba uanze kuwa na furaha ya kwamba muda kidogo tu Mungu ataanza kuzungumza. Si mtu mmoja aseme amina? Jangwa halitamzuia, yeye atazungumza. Na ninachofurahi ni hiki, kumbe hata jangwani Mungu anaweza kupata mjumbe atakayezungumza, ili atakapowaambia watu, atakapomwambia awaambie wana wa Israeli, mambo yanaanza siku ya kwanza, mipango inaanza siku ya kwanza, ualikaji unaanza siku ya kwanza, kwaya zinaanza kuimba siku ya kwanza. Mseme amina. Nakumbuka siku moja, kumbe mambo tu yanaanza na siku. Nilikuwa nimetoka kuchumbia, ile ya mwisho kabisa, ile ya mwisho ambayo baada ya hiyo unapata mke. Kinachofuata ni kupata mke. Sasa nikawa nimetoka kuchumbia na tarehe zimeshapatikana ambazo tutafunga ndoa. Sasa nikaenda mpaka mahali fulani panaitwa Misigiri. Misigiri ni barabara tu ya kutoka Dar es Salaam. Hapo Misigiri hapo mnapajua, mlishapapita. Na naomba nikwambie, kama haupajui uwe unauliza. Kuna mahali pengine wenzako ndipo Mungu alipoanzia mambo yao. Nikaondoka hapa ambapo atakaye kuwa mke wangu Mungu alikuwa amemweka. Nikaenda mpaka pale Misigiri, na nilikuwa nimevaa koti kangu hivi, na miaka yenyewe sio mingi, ni miaka kama 25 iliyopita. Nikaenda nikasimama, tunasimama pamoja na wasafiri wenzangu. Tulikuwa tunasubiri basi moja ambalo lilikuwa linaitwa Najimunisa, lakini hakuna hata mmoja aliyekuwa na uhakika wa siti, ila wote tunasubiri Najimunisa. Hakuna aliyekuwa na tiketi, ila wote tunasubiri Najimunisa. Nikaenda nikasimama kando ya barabara, na nikijua ile barabara ndipo magari yanayotoka Dar es Salaam na Arusha yana tabia ya kupita pale. Hapakuwa na barabara nyingine. Ngoja nikwambie, simama mahali ambapo hakuna barabara nyingine tena. Si useme amina? Nikasimama pale, msikilizaji wangu. Ikiwa nimesimama pale,
ikaja tu gari ndogo, hata jina lake silikumbuki, lakini ni gari ndogo, ni ndogo kuliko ninayoisubiri. Na ilipokaribia pale, ikaja mpaka mahali nilipokuwa nimesimama. Utafikiri walikuwa wameambiwa waje mpaka mahali niliposimama. Mungu ana tabia ya kukuletea vitu unavyovihitaji hata wakati ambapo hujavialika, hata wakati ambapo hujaviita. Wakaja wakasimama mpaka mahali nilipokuwa nimesimama, alafu wakashusha kioo, yule wa mbele upande wangu. Kumbe vitu vinashushwaga upande wa mtu. Wakashusha kioo upande wangu na wakaniuliza, unasafiri? Labda na mimi niwaulize wana mkutano, jamani, mnasafiri? Asante sana. Wakaniuliza, unasafiri? Nikawaambia ndio. Kusema kweli nilikuwa siwafahamu, lakini ninafahamu nitakapoanza kuwa msafiri pamoja nao nitawafahamu. Nilipowaambia ninasafiri, basi wakafungua mlango, nikaingia ndani. Mlango ukafungwa, hakuna mwingine aliyeruhusiwa kuingia. Kuna mahali pengine tunaingia mmoja mmoja. Safari ikaanza, tukaanza kushuka milima. Katika kutafakari kwangu, nikagundua walikuwa naenda nchi ya jirani. Potelea mbali, hata kama naenda nchi ya jirani, maadamu tunasafiri pamoja nao. Jamani, simseme amina. Sikia niwaambie, tuliposhuka tu mpaka hapa mahali panaitwa Igunga, wakaenda pembeni kidogo, alafu akalikagua gari lao, halafu nikaambiwa gari limepata hitilafu. Na kwa hivyo akaniambia nione namna nyingine ya kupata usafiri. Lakini nikiwa bado sijaona namna nyingine, nikasikia mtu kwa mbali kama kilomita 1 hivi ama mita 500 hivi. Nikasikia anasema, ni wewe ndiye tulikuwa tunakusubiri. Mwanzoni nikadhani ni mtu mwingine. Naomba kwenye haya maisha ya imani usipende kufikiria ni mtu mwingine, ni wewe. Nikakaza kama simsikilizi hivi, lakini kadiri sauti ilivyoendelea nikagundua ile si mtu mwingine, ni mimi. Na kwa hivyo nikatupa macho nione huyu anayesema ni wewe tulikuwa tunakusubiri. Na kadiri dakika zinavyoongezeka kwake, ndivyo umbali kati yangu na mimi unavyopungua. Na nilipotazama hivi, nikaona ni mwanaume tu mmoja ambaye mpata hata leo siwezi kukumbuka hata uso wake ulikuwa ni wa namna gani. Alikuwa ni mrefu, mimi sijui. Alikuwa ni mfupi, mimi sijui. Alikuwa ni mwembamba, na hilo nalo sikumbuki. Ninafahamu tu neno moja, nilielewa anachosema, ya kwamba ni mimi walikuwa wananisubiri. Simsamia mimi jamani. Ninavyotazama kwa mbali kuna mtu anasubiriwa, ninapotazama kwa karibu kuna mtu anasubiriwa. Na aliponikaribia akanipokea kibriefcase changu kidogo kilichokuwa na Biblia na lesoni, mnajua, na kitabu cha wimbo na kasuti kengine. Na ya umbali aliotoka na umbali uliopo kati yangu na yeye, nikasema kama sikuwa na mashaka akiwa mbali, sipasi kuwa na mashaka akiwa karibu. Nikamkabidhi briefcase yangu, na hivyo tukaanza kutembea. Akanikamata mkono, tukaanza kutembea. Lakini nilipoanza kuzoea mikono yake, tukaanza kukimbia. Na alipogundua ya kwamba nimezoea mikono yake, tukaanza kukimbia zaidi. Sikuelewa anakonipeleka, lakini kwa vyovyote nilijua anakonipeleka ni mahali pazuri. Simseme amina. Tukaenda, tukafika mahali fulani. Kumbe ni vizuri kutumia macho. Nikaona mbele kulikuwa na basi. Sikumbuki jina la basi, lakini hebu nisikilize kidogo.
na akanipitisha mpaka upande wa pili kutokea, halafu akafungua mlango wa lile basi, na alipofungua mlango wa lile basi akaitupa briefcase yangu kule ndani. Kuna vitu vingine kubali vitupe ili uingie ndani, na hivyo akatanguliza briefcase yangu, na alipotanguliza briefcase yangu alafu akaniambia ingia. Nikapiga hatua ya kwanza hivi, wakati napomaliza hatua ya pili nikasikia mlango unafungwa kwa nyuma, na ulipofungwa kwa nyuma, nilipomaliza zile ngazi za lile basi, kumbe mle ndani waliokuwemo ni wasafiri, ila wote ni jeshi la ndio wasafiri waliokuwemo. Sasa siwezi kushuka, maana basi limeanza kuondoka, na nilipotupa macho hivi nikaona katikati ya barabara kumejaa michere, kumejaa kuni, kumejaa maharage. Wakati nafikiria ni aina gani ya gari nimeingia, nikaona ndani ya ile basi kulikuwa kumebaki siti moja tu. Tumoja samia amina. Nikaenda nikaketi kwenye ile siti. Sikuuliza, wewe ukiona kiti kiko peupe kaa. Sisubiri mpaka kukaribishwa na shemasi. Vingine tu nakaa. Naomba niwaambie wale mlioko huko, ukiona tu kuna siti iko wazi kaa. Lakini labda ni mjomba. Nikasema alijuaje ya kwamba niko hapa? Nikajiuliza labda ni shangazi. Nikajiuliza shangazi ajuaje ya kwamba nitapanda basi pale Misigiri, gari ndogo. Nilipokuwa nikitafakari nikajua ya kwamba ni malaika wa Bwana. Tuseme amina. Yuko malaika wa Bwana anayekuongoza ufike mahali ambapo yeye atakuongoza. Sasa tukiwa kwenye hilo basi, mbele yetu kulikuwa na semi-trailer. Katupite haraka, kwa hiyo akapiga honi za kutosha. Kumbuka somo linasema wakati mwingine muda kama huu. Na ilipoonekana ya kwamba yule dereva wa semi-trailer haruhusu tupite, ni kama dereva wetu akataka atafute mahali ambapo atalipenyeza gari letu twende mbele. Jaribu kuwasikiliza walichokuwa nazungumuza, wakasema ya kwamba kituo cha kwanza dereva ni mpakani mwa Rwanda na Tanzania, na mimi naenda Shinyanga. Na hawa watu hawakujua kama mimi na mchumba. Anyway, madam nimeshapanda, nitakwenda wanako kwenda. So sema amina. Sasa wakawa nazungumuza sana namna walivyowahi kutetea uhuru wa mataifa ya kusini mwa bara la Afrika. Wanaizungumza Msumbiji, wanazungumza na mataifa hayo ya kusini. Ndio agenda iliyo ni wanajeshi wa jeshi la kujenga taifa. Sasa muda si mrefu ile semi-trailer ikaenda upande wa kulia, ikaacha nafasi upande wa kushoto. Na dereva wetu akagundua ya kwamba hii ndio saa ya kuovertake. Kumbuka hatu overtake upande wa kushoto, ila macho akamwambia kwa sababu kuna nafasi, sasa overtake upande wa kushoto. Alipotaka kuovertake namna hii, kumbe sio kwamba alikuwa ameachua nafasi ili tuweze kupita, ila na yeye alikuwa anakwepa shimo. Na shimo linapomalizika ikatakiwa sasa rudi upande wake. Ndipo dereva wetu akagundua ya kwamba tayari tumeingia katika hatari ya kugonganisha magari. Na kwa hivyo lile basi, msikilizaji wangu, akalisukumia polini. Hapa alipolisukumia polini, akaanza kukanyaga mafuta.
Yeye anadhani tuko barabarani, kumbe tuko polini tayari. Ndipo kwa mara ya kwanza katika maisha nikagundua ya kwamba kumbe hata wanajeshi wa jeshi la kujenga taifa wanaogopa kifo. Simseme amina. Nikaanza kusikia wanalia, Mungu tuokoe, Mungu tusaidie. Na walipolia hivyo, kusema kweli mimi sikulia, ila niliomba. Simseme amina. Ndio. Na nilipokuwa ninaomba kimoyomoyo na nikikumbuka vile kale kasichana nitakavyo kaacha, dereva akalikunja gari, tukarudi kwenye barabara kuu. Ni vizuri kama umeacha njia ukubali kurudi kwenye barabara kuu. Mungu anasema ya kwamba, Musa anasema siku ya kwanza mwezi wa pili, Mungu anamwambia Musa, naomba niwaambie. Ndipo nikasikia kauli inasema, dereva, kanyaga mafuta mpaka tumshike aliyetaka kusababisha ajali. Alafu akasema, leo lazima tuue. Niliyasikia hayo maneno na nikajaribu kuzungusha macho namna hii nione kama mle ndani kuna mtu aliyekuwa amevaa kama mimi. Nikagundua ni mimi tu ndiye nilikuwa nimevaa suti. Na nilipozungusha macho hivi nikagundua sasa hawa wote watageuka kwa washiriki wangu. Si mtu mmoja aseme amina? Na mafuta yakakanyagwa, mafuta yalipokanyagwa kweli tukaifikia ile semi-trailer. Na tulipoifikia ile semi-trailer, dereva wetu akapiga honi tena za kutosha, ikabidi apishe kidogo. Na alipopisha kidogo tukaenda mbele. Na tulipoenda mbele, lile gari likageuzwa ili kuziba barabara, ili yule wa semi-trailer asipite tena. Na kwa bahati nzuri, mtaamua ninyi wenyewe, kule lilipokatia kuelekea kwenye ile semi-trailer na mimi nilikuwa upande huo huo. Wakashuka, na waliposhuka baadhi ya watu kadhaa wakaenda sasa wavute mlango ili waweze kumwadhibu yule aliyetaka kusababisha ajali yetu. Ndipo Roho wa Bwana akaniambia, wewe ni mchungaji. Na hivyo nikapaza kelele nikasema, ndugu zangu, msiue, maana Mungu ametuokoa. Unajua, nilipopiga kelele namna hiyo, sikiliza niwaambie wapendwa, wakati mwingine muda kama huu, piga kelele watu waweze kuokolewa. Yule mkuu wa kikosi akawaambia, jamani, msifanye jambo lolote, maana humu ndani tumebeba raia wa kawaida. Na ndipo wote wakarudi. Na walipoanza kurudi, naona wote wanasukuma macho, wanataka kuniona, wote wananitazama, na mimi natetemeka, maana kila anayeingia unajua hafanani nami. Mimi nimevaa suti, wao wamevaa kombati. Unajua, baada ya kutulia na tukaanza safari, wakaniuliza swali, wewe uliingiaje humu? Mimi nashukuru hili kanisa tunaingia kwa ubatizo. Vinginevyo kungekuwa na shida kubwa ya kuulizana. Sasa nikawa natafuta, hivi kweli, tuseme ukweli, mwenyekiti wangu mchungaji na daktari Kondayo na mhubiri, hivi kweli niliingiaje mle? Wakati ninatafuta pa kuanzia, Mungu ashukuriwe, likaulizwa swali la pili, wewe unafanya kazi gani? Jamani, simseme amina. Nilipokuwa ninaanza kusema, jamani, mimi ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na mnavyoniona hapa nimetoka kuchumbia mchumba, nikataja na jina hata yale ambayo sijaulizwa yote nikasema. Ndipo mmoja akasema, utatuambia vizuri, kwa nini hamuli nguruwe? Ndugu zangu, kitabu cha Hesabu kinatuchukua hatua kwa hatua. Kinasema wakati mwingine ni vizuri kumsikiliza Mungu, wakati mwingine ni vizuri kuwa mahali Mungu alipo. Kama ni jangwani, lakini Mungu yupo, yeye ataleta kusitawi kwa vyote vilivyokuwa vimekauka. Si useme amina? Ndiyo maana kitabu cha Hesabu
kinatuchukua hatua ndefu, kinatuonyesha kunapaswa kuwa na mipango. Anaambia sasa mnapaswa kupanga, makanisa yanapaswa yapange, makundi yanapaswa yapange, idara zinapaswa zipange. Maana unaona Mungu sasa anamwambia Musa ya kwamba kuna watakao kama mashariki, kuna watakao kama magharibi, kuna wale watakao kama kusini, kuna wale watakao kama upande wa kaskazini. Na kwa hivyo kunapaswa kuwa na mipango. Net event inapoanza, kila idara jipange vizuri. Net event inapoanza, makanisa jipange vizuri, vituo vifunguliwe kwa wakati. Mambo yote ni siku ya kwanza, maana kuna uwepo wa Bwana. Na ndio maana kitabu hiki hakituache pale kwa kujipanga tu, kinatupeleka hadi mahali ambapo katika fungu tulisoma ya kwamba kulikuwa na wingu. Hili wingu lilikuwa na tabia hii, lenyewe likiinuka Israeli nao wanaondoka, na wanapoondoka kulikuwa na utaratibu mzuri wa namna ya kuondoka, lakini linapotua tena Israeli wote wanatua. Na hili linaniambia ya kwamba ni lazima tujue ni wakati gani wa kwenda kuangalia wagonjwa, ni wakati gani wa kwenda katika masoko, ni wakati gani wa kwenda katika mahospitali, ni wakati gani wa kwenda wakati wa mahubiri kama haya, wakati wa jioni, ni wakati gani wa kwenda kuwatafuta wanaohitaji mahitaji ambayo katika hayo Yesu Kristo atainuliwa. Lakini kitabu cha Hesabu kinatuchukua ya kwamba sio wingu tu kuinuka hivi na Waisraeli kubaki tu wameketi, ni lazima kuwe na kazi ya kufanya. Unajua, unaposoma kitabu cha Hesabu inafika mahali unatulia. Unajua watu wengi wanapenda mpira, lakini mimi nimegundua watu hawapendi mpira, wanapenda mchezaji. Ingekuwa mnapenda mpira, tungekuwa na timu mpaka kutoka Magomeni. Yaani kungekuwa tunapenda mpira, watu walikuwa wanapenda mpira, mnaonisikiliza, kungekuwa na timu nyingi mpaka kule Sangamwarugesha. Kungekuwa na timu kutoka hata kule Mwarogabagole, hata Mbagara hapa kungekuwa na timu. Ila watu wanapenda mpira, wanapenda mchezaji. Mimi mwenyewe nikiwa darasa la 5 nilikuwa nadhani napenda mpira. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na mtu mmoja, kulikuwa na mtangazaji mmoja anamtangaza mtu mmoja anaitwa Emmanuel Tenende. Mnamkumbuka vizuri? Alikuwa mchezaji wa Pan African. Sasa anavyotangaza, ngoja niwaambie, alinifanya nionekane kama napenda mpira nikiwa darasa la 5, lakini nilipenda mchezaji. Naomba niwaambie wakati mwingine, penda mpira na mwenye mpira. Sasa siku moja wakaniuliza, kwa nini unafurahia kusema Emmanuel Tenende? Nikagundua yule mtangazaji ilipokuwa inafika mahali pa kufunga mpira, yani hata kama mpira bado uko kule mbali, anasema anakazana kutangaza kana kwamba mpira unaenda kuingia, anakazana kutangaza, naomba watu wa Magomeni, kazaneni kutangaza. Kitabu hiki cha Hesabu kinafika mahali kinaniambia ya kwamba hata mahali pasipokuwa na maji, mwamba utatokea, na Musa atawaambia mwamba, toa maji wa Israeli wanywe. Na hivyo katika kitabu cha Hesabu ninaona watu watakunywa maji, waliona kiu watapata maji, waliokaukiwa watanyweshwa, waliokata tamaa watazinduliwa. Mungu anamwambia Musa katika kitabu cha Hesabu, wakati mwingine Musa, utapasa kuambia mwamba utoe maji. Utapasa kuambia mwamba wafanyabiashara wanywe. Utapasa kuambia mwamba wakulima wanyweshe mazao yao. Utapasa kuambia mwamba. Na kwa hivyo mpendwa, yawezekana umekata tamaa, mambo yako yamekauka. Naomba nikwambie, wakati mwingine muda kama huu mambo yako yatachipuka tena. Si mtu mmoja aseme amina? Naomba nikwambie mpendwa, yawezekana mambo yako yamefika mahali kwenye ukomo.
Mungu atakiinua kizazi chako, Mungu ataipandisha bendera yako, Mungu atainua beramu yako, nawe utastawi. Utashangaa kitabu cha Hesabu kinafika mahali kinazungumza mambo yafuatayo, ya kwamba hata kuna miji ya makimbilio. Mungu anamwambia Musa, utatengeneza miji ya makimbilio, mahali ambapo wenye dhambi watapata makimbilio. Na hivyo inatengenezwa miji, nayo inawekwa kila upande, ili hao wana wa Israeli waweze kuwa na mahali pa kukimbilia. Na hivyo ninakuona ya kwamba utapata kimbilio. Mungu anatengeneza kimbilio. Hakupati maji tu unywe ili uweze kuizima kiu yako. Hakupati maji tu unywe ili uweze kuondoa hayo mashaka yaliyo ndani yako. Yeye anakupatia na kimbilio. Na ndiyo maana naomba niwaambie ya kwamba katika mji wa Yerusalemu kutakuwa na kimbilio, lakini katika dunia hii Mungu ametupatia kimbilio. Ngoja niwaambie, kitabu cha Hesabu kinaendelea kusema ya kwamba kuna fimbo iliyochipuka. Kuna mtu mmoja ametajwa katika kitabu cha Hesabu ya kwamba kuna fimbo ilichipuka, fimbo iliyokuwa imekatwa ikapata nafasi ya kuchipuka. Unajua, wakati mwingine ya ruhusu mambo yachipuke. Ruhusu Mungu atumie karama yako, ruhusu Mungu atumie elimu yako, ruhusu Mungu atumie biashara yako, mruhusu Mungu atumie akili yako, mruhusu Mungu atumie idara yako, mruhusu Mungu atumie kanisa lako, mruhusu Mungu atumie jimbo lako, mruhusu Mungu atumie familia yako, mruhusu Mungu atumie yote ulionayo, ili kwa utukufu wake jina lake liweze kuinuliwa. Kitabu hakiishi pale. Kitabu kinaendelea kusema ya kwamba katika nyakati kama hizi, wakati kama huu, ninaona hata mabinti waliokuwa hawawezi kupewa urithi, wanapewa urithi. Na kwa hivyo kitabu kinatuambia ya kwamba kutakuwa na urithi. Wale watakaovumilia watapewa urithi hatimaye. Yale mambo ambayo jicho halijawahi kuona, yale mambo ambayo sikio halijawahi kusikia, yale mambo ambayo hayajawahi kuingia katika moyo wa mwanadamu, kitabu cha Hesabu kinatoa muonjo ya kwamba watapewa urithi. Wana wa Sela, Fuadi wanapewa urithi, wanatangazwa ya kwamba na wao wanapewa urithi. Ninapotazama hivi, ninaona waliokuwa ni walevi nao watapewa urithi. Ninavyotazama hivi, ninaona waliokuwa wazinzi watapewa urithi. Katika kitabu cha Hesabu wacha Mungu ametangaza urithi. Utapenda kusikia ya kwamba kitabu cha Hesabu pia kinasema wanawake walioolewa nao watapewa urithi. Wakule walikoenda kuolewa, kama wameolewa na Yesu Kristo, huko watapewa urithi. Na hivyo kitabu cha Hesabu kinaniachia kazi ya kufanya, na kazi ya kufanya ni hii. Kitabu cha Hesabu sura ya 10. Hesabu sura ya 10. Kitabu cha Hesabu sura ya 10. Tutasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 2. Neno la Bwana linasema, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, tengeneza tarumbeta 2 kwa fedha iliyofuliwa. Utazitumia tarumbeta hizo wakati wa kuvunja kambi. Mungu anamwambia Musa, Mungu anamwambia Musa, Mungu anaiambia Magomeni, Mungu anaiambia Mwanza, Mungu anaiambia Dar es Salaam, anaiambia Musoma ya kwamba sasa tengeneza tarumbeta 2 ambayo moja ikishirikiana na nyingine zitatumika kuwakusanya watu, na hizo 2 zitatumika kuambia watu sasa safari inaendelea.
Ninapotazama hapa kwa kutulia kidogo, Musa anapaswa kutengeneza. Yako mambo ambayo ni lazima yatengenezwe. Kama kuna karama iliyokuwa haijafanya kazi, itengenezwe. Kama kuna kamati ambayo ilikuwa haijafanya kazi, itengenezwe. Kama kuna mialiko iliyokuwa haijafanya kazi, sasa itengenezwe. Anaambiwa tengeneza tarumbeta lakini ziwe mbili. Unajua kuna vitu vinaenda pamoja. Ninamwona Mungu anasema hiyo tarumbeta kwanza ni lazima iwe ya fedha iliyosuguliwa, na kwa hivyo ni lazima kuwe na sayansi ya kuitengeneza. Mambo yanapaswa yatengenezwe, mambo yanapaswa yapangwe. Musa, tengeneza tarumbeta ili iweze kuwakusanya watu. Tengeneza tarumbeta ili iweze kuwaleta watu. Tengeneza tarumbeta ili watu waweze kuandaliwa kwa ajili ya kubatizwa. Na anasema hiyo tarumbeta ni lazima itokane na fedha iliyosuguliwa. Fedha iliyosuguliwa. Lazima iwepo science ya kuwafikia watu. Iwe ni barabarani, iwe ni sokoni, iwe ni katika magulio, iwe ni katika mahospitali, iwe ni katika maofisi. Mungu anamwambia Musa, tengeneza tarumbeta. Tena hiyo tarumbeta isiwe moja. Ni kama Mungu anatuambia lazima kuwe na kushikamana. Ni kama Mungu anatuambia ni lazima kuwe na kushirikiana. Ni kama Mungu anatuambia hiyo tarumbeta kama inahitaji nguvu yetu ya uchumi, ni lazima uchumi ushirikiane. Maana ninafahamu Musa, hujawahi kwenda katika majifunzo ya kutengeneza tarumbeta, lakini Mungu leo anakuambia tengeneza tarumbeta, na anakuambia ziwe mbili. Lakini Mungu ni kama anamwambia Musa, ni lazima sasa akili yako, ni lazima ubongo wako sasa uchakatwe namna utakavyo kusanya watu. Ni kama Mungu anamwambia tengeneza tarumbeta. Na ya tarumbeta utazitumia zote mbili. Zote mbili zitatumika. Naomba ninene hili. Naomba uende mbele kidogo. Hizo tarumbeta zote mbili zitatumika. Anasema tarumbeta zote mbili zikipigwa pamoja, zitakapopigwa pamoja, waimbaji wakiimba, maombi yakitolewa, idara zikifanya kazi, vijana wakifanya kazi, wakina mama wakifanya kazi, wote kwa pamoja. Anasema tarumbeta zote mbili, tarumbeta ya Injili na tarumbeta ya huduma, zitakapopigwa zote, ni kama Mungu anasema tarumbeta ya imani na tarumbeta ya mafundisho, vyote vitakapoungana pamoja, wagonjwa wakitembea, viwete wakitembea, waliokata tamaa wakipewa kuishwa tena, tarumbeta zote mbili zitakapopigwa, makutano watakusanyika. Musa unaambiwa sasa piga tarumbeta. Tarumbeta zitoe mlio, ziwaalike watu kutoka kila kabila, kutoka kila lugha, kutoka kila jamaa, kutoka kila taasisi. Mungu anasema Musa, sasa tengeneza tarumbeta. Mtumishi wa Mungu mnene, tengeneza tarumbeta. Mtumishi wa Mungu Profesa Hosea, tengeneza tarumbeta. Mtumishi wa Mungu Daktari Winifrida Mitekaro, tengeneza tarumbeta. Mtumishi wa Mungu Daktari kutoka Muhimbili, Mungu anasema tengeneza tarumbeta. Wanatape, tengeneza tarumbeta. Kwaya za Magomeni na zote zitakazokuja, sasa tengeneza tarumbeta. Ni kama Mungu anasema punguza kawaida, ingia sasa katika uzoefu mwingine. Mungu anachotuambia punguza kawaida. Wakati mwingine kubali kupunguza kawaida.
tengeneza tarumbeta. Na anasema ya fedha iliyosuguliwa, tarumbeta ya fedha iliyosuguliwa, ili iweze kuwakusanya watu na iweze kuwaongoza safarini. Kitabu cha Hesabu kinasema tengeneza tarumbeta. Wana mkutano wote, kila mmoja mahali alipo, tengeneza tarumbeta. Idara za kanisa, tengeneza tarumbeta. Watu mnaoshughulika na afya, tengeneza tarumbeta. Wafanya biashara, tengeneza tarumbeta. Tarumbeta ipigwe kila mahali, Mungu aweze kukusanya mavuno kwa ajili ya gara lake. Kitabu kinasema utakapopiga tarumbeta, fanya na hili, lifanye na hili. Kitabu cha Hesabu sura 21 kinasema, Hesabu sura 21 kinasema, kitabu cha Hesabu sura 21 mstari wa 8 kimesema, Biblia inasema, ndipo naye Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba, umutundike juu ya mlingoti. Mtu yeyote atakaye umwa na nyoka, akimtazama nyoka huyo wa shaba, atapona. Mungu anasema, anatuagiza tena, tengeneza nyoka wa shaba. Mwinue nyoka wa shaba. Musa anaambiwa tengeneza nyoka wa shaba, kwa sababu katika hiyo safari inaonekana kutakuwa na nyoka watakaoweza kuuma watu. Sasa nakuagiza tangu leo, nasema tengeneza nyoka wa shaba. Na utakapomtengeneza huyo nyoka wa shaba, nimekuagiza, Mungu anasema, namwambia Musa, ukamtundike mlingotini. Mweke mahali ambapo ataonekana vizuri, ili kila atakayeumwa akimtazama apate kupona.